masuala haya ya kisiasa kwa ujumla wake, pengine siasa kwa maana siasa za Tanzania kwa sasa, Tanzania katika masuala haya ya kisiasa kwa hivi sasa, pengine unazionaje siasa zake? Siasa za sasa hivi ni siasa nzuri sana, kwa sababu kwanza taifa letu limeendelea kuelimika. Watoto wetu wanasoma, wanapata uelewa, wanapata exposure. Kwa hiyo watu ni waelewa, uhangaiki kuwaeleza. Kasi ya maendeleo haiwezi kufanyika kwa wakati mmoja. Haiwezekani tukamaliza maendeleo yote kwa wakati mmoja. Lakini maendeleo huwa tunayapima kutokana na kile kilichofanyika, sio kile ambacho hakijafanyika. Kwa hiyo maendeleo unajiangalia umefanya nini. Sasa ndo kasi ya maendeleo unaiangalia. Nikupe mfano moja. Ilemela tumepokea zaidi ya bilioni 86 kwa kipindi cha miaka 5. Sasa tukienda miaka 15 tutakuwa na maendeleo ya zaidi ya matrilioni times 3. Ni hela nyingi sana. Sasa unaweza kuiona Ilemela ya mwaka kesho chini ya Samia itakuwaje? Ni jambo dogo la kujiuliza. Tumepokea zaidi ya bilioni 86 za maendeleo kwa kipindi chake. Tukienda kipindi kingine cha Samia tutapokea tena zaidi ya bilioni 86. Kingine tena huko CCM 86 na zinaenda zinapanda. Sasa unaweza kuiangalia Ilemela ya kesho ni Ilemela. Kwa hiyo watu ni waelewa, watu wana logic. Hatufanyi siasa za kung'ang'aniza kama hawa wenzetu. Siasa ambazo hazina mbele wala nyuma. Ni kama vile mtu unalima shamba tu unapalua tu, haiwezekani. Watu wana logic kuangalia tumefanya nini. Angalia halmashauri zote Tanzania nzima zimepokea fedha za miradi. Sasa ukitaka kuona kasi ya maendeleo ikoje, hebu tena nenda miaka 5 tena tupokee pesa kama hizo. Tutakuwa wapi? Tunatoka kwenye umaskini, tunaenda kwenye nchi ambazo zinaendelea. Leo hii ukipita pale Dar es Salaam unaona mji umekuwa kama New York. Mji unapendeza, mji unatengenezwa kila mahali. Lakini angalia Mwanza hii, miradi inatekelezwa, mji unajengwa. Watanzania tunataka nini? Tunahitaji nini zaidi ya haya jamani? Lakini wapinzani wanasema kwamba wanatamani kuona mabadiliko. Pengine kwa mtazamo wako ni yapi ambayo yanazungumzwa na wapinzani na yanahitajika kwa namna gani pengine? Upinzani wanaoufanya ni upinzani wa kizamani. Hawana logic. Haiwezekani ukaja mimi katika wilaya yangu ya Ilemela nimepokea bilioni 86 za maendeleo alafu useme hakijafanyika kitu. That is nothing. Upinzani gani huo? Tunazungumza habari ya maendeleo ya watu wetu wanaotoka kwenye umaskini. Lazima tuwaonyeshe wamefanya nini, tumefanya nini na tunaenda wapi. Mimi naiona Ilemela sasa inayong'aa, kwa sababu kama naweza kupokea bilioni 86, nikienda tena miaka 5 ya Samia nitapokea tena zaidi ya 86 zingine. Sasa ninataka nini? Watanzania tusidanganywe. Tusidanganywe. Sisi nchi zetu hizi ni nchi zinazotoka kwenye umaskini. Tunaenda kwenye maendeleo. Leo hii ukiniambia mimi babu zangu walikuwa kijijini wa maskini kabisa kwenye nyumba za nyasi pengine. Sasa leo mimi niko hivi. Tunapokea bilioni 86, tunaenda kwenye maendeleo. Kwa hiyo tutegemee Tanzania kuwa na maendeleo mazuri zaidi. Sipati tu takwimu nzuri, lakini ukitaka kuangalia pesa ambazo zimetekeleza miradi kwa halmashauri Tanzania nzima ni pesa nyingi. Sasa hebu zipe tena miaka 5, akamalize mama miaka 5 mingine, tutakuwa wapi? Watanzania wasidanganywe bwana. Mwenyekiti, nimefuatilia hotuba za CPA Amos Gabriel Makalla kwa baadhi ya mikoa katika kanda hii ya Ziwa ambayo ameitembelea hivi sasa, kwa maana ya mkoa wa Kagera na mkoa wa Geita. Kwa mara kadhaa amekuwa akibeza swala hili la wapinzani kufanya mikutano yao, hadhara zao, kwa maana ya kwamba mikutano yao amedai kwamba ni kama mikutano butu hivi, kwa sababu hawajapanga kushiriki uchaguzi lakini wanafanya mikutano. Pengine mtazamo wako wewe upi katika swala hili? Mimi nayatazama mambo kwa upana sana. Katika kila jambo huwa lina disadvantage zake. Umeelewa? Disadvantage ya democracy ndio hii. Umeelewa? Kutengenezwa watu wengine mradi mgombane nyie kwa nyie. Sio, umeelewa Kwa sababu kama tungelikuwa na issue ya maendeleo tungekuwa kwenye right track wote. Pengine wangekuwa wanakuja kufuatilia kama Ilemela mmepokea bilioni 86 zimefanya nini, tukawaonyesha. Wakatoka na argument labda hela zimeliwa au zimepotea. Hakuna hayo, hatuongelei kuhusu hayo. Miradi inatekelezwa. Kwa hiyo advantage ya democracy ndio hii.
kufanywa, msikubaliane. Yani kutengeneza timu ya pili ambayo iendelee kupingana, mgombane nyie kwa nyie. Na hii ni hatari, na hii ndio inasumbua nchi zetu za Afrika, kwa sababu kila nchi demokrasi inatumika kubomoana, demokrasi inatumika kuondoa umoja wenu. Kusema kwamba demokrasi inatuletea maendeleo haiwezekani. Ushauri wako ni upi? Ushauri wako ni upi hasa kwenye hii hoja ambayo unaizungumza hapa? Mimi nataka niwaambie Watanzania, kupitia demokrasi tuwe na uwezo wa kuelewa na kuchambua demokrasi katika maendeleo, sio demokrasi katika kupingana. Demokrasi itumike kuuliza kimefanyika nini, tunaenda wapi, lakini sio kupingana. Hata leo mkasema mkawaachia Chadema hii nchi, haitawezekana wakakaa hapo kukawa na amani. Haiwezekani. Amani inatokea wapi? Na wataingia na njaa ya kutosha. Mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kweli kweli Mei 19 mwaka huu 2025. Amezungumzia swala la wanaharakati wa kisiasa masuala ya kisheria pia kutoka nchi jirani kuja nchini Tanzania kwa ajili ya mambo ya ndani ya Tanzania, hususan sana katika kesi hii ya Tundu Lissu ambayo inaendelea hapa nchini. Wale wanaharakati walikuwa wakiingia hapa, lakini walionekana wamezuiliwa, lakini pia Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kweli, lakini pia CPA Amos Gabriel Makalla amezungumzia swala hili akibeza kweli swala hili la wale wanaharakati kuingia nchini. Mtazamo wako kama mwanasiasa upoje kwenye hili? Hizo sumu za uharibifu kila nchi zipo. Mimi hizo habari nimeenda kuzikuta kwenye chombo kimoja cha Kenya, KTN. Nikawaambia waiache nchi yetu. Upiganiaji wao wa haki za binadamu waufanye huko. Sisi tuna taratibu zetu. Sasa wao wana hatua gani? Tena bora hata sisi, lakini wao pamoja na harakati walizonazo hizo wanaishia kumpiga kiatu Mheshimiwa Rais. Sasa nini wanakuja huku kutufuata nini? Wamefanikiwa nini? Sisi ndio wanatakiwa wajifunze kwetu. Sisi hatujawahi kupiga kiatu Mheshimiwa Rais, hatujawahi kumvunjia heshima Mheshimiwa Rais. Sisi taifa linajielewa. Nikwambie ndugu zangu, brother, tukiachana na propaganda zingine zozote, maendeleo yamefanyika. Na kwa track hii tulionayo, ukiangalia tunakotoka kama nchi yetu hii, tumetoka kwenye umaskini, tunaenda kutafuta maendeleo ya kati. Mafanikio ya Watanzania, tumefanya kazi kubwa sana. Chama kimefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, na mimi nataka nimtie moyo aendelee kufanya kazi. Watu ni waelewa, watu wanaona, watu tunaendelea kumuunga mkono. Haiwezekani tukaitafuta paradiso hapa. Watu wanang'ang'ana kutafuta paradiso hapa Tanzania, hapa nchini. Paradiso tusubiri huko, ambayo haina maua, mahali ambapo kutakuwa kila kitu kiko perfect. Lakini sasa hivi tunaangalia nini tumefanya ili tuendelee kazi. Asante sana. Shukrani sana. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Asante.